وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moja katika malengo ya kuiangusha serikali ya Irani ni kuhakikisha kwamba Irani haiwi moja. Yani Irani ikiwa la samaha Allah itaangushwa, basi moja katika malengo ni kuigawa vipande vipande, kwa sababu Irani ni moja katika nchi ambazo kijiografia ni nchi kubwa, lakini vile vile ndani ya Irani kuna watu wa makundi mbalimbali. Yenyewe ni nchi ya 18 kwa ukubwa duniani, ina square meter kilomita 1600 na ndani ya Irani kuna Makurdi, wao vile vile wanaweza kutengenezewa taifa lao. Ndani ya Irani kuna Waarabu, na kuna mzozo baina ya Irani na Imarati kuhusu baadhi ya maeneo na visiwa, kwamba hivi visiwa wanasema vya kwao. Kwa hiyo mzozo ni wa muda mrefu. Ndani ya Irani kuna Mabulushi, hasa maeneo ya kusini katika mpaka na Pakistani, lakini kuna Waadheri vile vile na makundi mengine madogo madogo. Sasa kutokana na ukubwa wa nchi ile, namna ya kuitawala na kuipeleka vile vile huwa ni ngumu. Ndio maana hata maazimio ya Marekani ya kwamba waingie ardhini wapigane na Irani ni mazito, ni magumu, kwa sababu ya ukubwa wa eneo, kwa sababu inahitajia muda mrefu, jeshi kubwa sana linaloweza kuingia ardhini likaiteka ile nchi. Sasa jitihada za mabepari kuzigawa nchi zikawa ndogo ndogo ni sera ya muda mrefu sana, na walifanikiwa katika nchi kama Urusi mpaka sasa hivi ndio nchi duniani yenye eneo kubwa kuliko nchi nyingine yoyote, yani takriban square kilomita milioni 17 na. Kwa hiyo ndio nchi kubwa kuliko zote, na imeingia katika eneo bara la mashariki ya Ulaya, na eneo lingine ni Asia. Sasa kwa mfano, baada ya kuanguka Soviet Union, nchi takriban 15 zilijigawa zikatoka katika Urusi. Baadhi yake ni katika mashariki ya Ulaya na baadhi ni katika bara la Asia, ndio zile kina Tajikistani, kina Uzbekistani na nyingine. Lakini katika athari na jitihada zao za kugawa Urusi ni hiki mnachokiona sasa hivi kule Ukraine, kwa sababu Ukraine ilikuwa ni sehemu ya Urusi. Sasa zilipogawanywa zile, kuna ambazo zimetumika kuwa ni mfupa katika kola Urusi. Watu wa NATO wakiongozwa na Marekani wanakuja wanaisapoti ili iwe dhidi ya Urusi. Na haya ndiyo yalofanyika Mashariki ya Kati, kugawa vinchi vikawa vidogo vidogo. Nataka niwapeni mfano tu kwamba katika nchi za Kiarabu kuna nchi kadha wa kadha ambazo Arusha hii ya kwetu mkoa ni kubwa zaidi ya mara moja kuliko nchi hizo. Yani unahitajia masaa kadhaa uzunguke nchi nzima kwa siku umemaliza, lakini nayo inaitwa ni nchi. Sasa wamezigawa hivyo, ikawa ni rahisi sana kuzidhibiti, na Irani kwa sababu ya ukubwa wake kuidhibiti ni ngumu. Lazima igawanywe Waarabu, Wabulushi, Wakurdi, Waazeri na wengine, kila mmoja apewe kifungu chake, alafu mmoja hutumika kupambana na mwingine, alafu wote inakuwa ndo yale, inakuwa rahisi sana kuwadhibiti. Kwa mfano, Kuwait ni nchi ambayo ina kilomita za mraba 17,000 na kidogo, 17,000 na kidogo. Alafu Qatar 11,500,
na 500 na alafu Bahrain 765, alafu Imarati 83,600. Sasa Arusha ina ngapi? 37,000. Na yani hizi zote hizi zinaingia zaidi, nyingine zaidi ya mara moja kwa Arusha. Lakini ni nchi, yani ukienda mbio sana unavuka nchi unaingia nchi nyingine, maanake ni sehemu ndogo, lakini ina utawala wake, ina dini na lazima itafute kulindwa na Wamarekani. Na ndio Saddam akaichukua Kuwait mara moja tu, kwa sababu ni kasehemu kadogo tu. Sasa katika hali kama hii, ikishagawanywa nchi ile, Mkurdi ataamini kwamba kapewa naye kapata, Muadheri pia ataamini hivyo hivyo, Mwarabu wa pale Ahwaz na vile visiwa wataamini kwamba na wao sasa wamepata, na Wafursi ambao ndio wengi, lakini kwa ujumla wote watakuwa wamekosa, kwa sababu watatumika wao kuunganishwa na yeye. Ukimnyima maslahi yake ni kama yale makundi ya kijeshi yaliokuwa pale Kongo, kila moja linatumika kwa wakati wake, mnapewa silaha, mnaachia ardhi yenye madini, watu wanakwenda mbele. Na ndio maana dunia haitaki Kongo iwe moja, na itachelewa sana kuwa moja, kwa sababu Kongo ni tajiri na watu washaingia pale, na kila mmoja ni nchi moja, lakini si nchi moja, kwa sababu kila mmoja kashachukua upande wake, jeshi hili na upande wake, na wanapata silaha wapi? Wanapewa na mabepari ambao wanataka kuinyonya nchi hiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.